vya usalama katika wilaya zote. Tufanye operesheni za kuhakikisha kwamba tunakagua maduka yote, mbolea ipatikane kwa bei ya ruzuku na sio vinginevyo, ili kuweza kuwalinda wakulima wa mkoa wa Songwe. Sasa yeye amepandisha bei kutoka shilingi 76,000 mpaka shilingi 95,000. Amepandisha bei karibia shingapi hiyo? Karibia 19,000. 19 mzima amepandisha. Lengo ni kuweza kujipatia faida. Sasa ndugu zangu, sisi kama serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan iliamua kuwasaidieni nyinyi wakulima, kwa sababu hiki kitendo kinachofanyika ni kuhujumu uchumi. Ni kuhujumu uchumi wa nchi yetu, kwa sababu jitihada za taifa letu ni kuhakikisha kwamba tunazalisha chakula cha kutosha ili kuwa na usalama wa chakula. Wewe unapoingilia kati na kutaka kuzoofisha jitihada hizo, manake unahatarisha usalama wa chakula wa nchi yetu. Lakini mzee kama huyu amebanabana, amepata pesa yake, anataka kununua mbolea. Wewe unamuuzia mbolea kwa bei tofauti na ile ambayo serikali imeelekeza. Manake unamhujumu huyu mzee wangu. Unataka atumie gharama kubwa kwa ajili ya kujipatia mbolea, manake unahujumu uchumi wake. Sasa wafanyabiashara wote wa mkoa wa Songwe, lakini mawakala wote wa mkoa wa Songwe ambao wanahusika na shughuli za uwakala wa mbolea, wakae mguu sawa. Tutakaowakamata tunawashtaki na tunawachukulia hatua mara moja, na hiyo operation ni endelevu. Kwa majina anaitwa Joshua Ngondia, ni meneja ya mamlaka ya udhibiti wa mbolea wa kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Kwa mkoa wa Songwe mpaka sasa hivi ninavyoongea, mheshimiwa mkuu wa mkoa, tuna zaidi ya tani 9,825 za aina mbalimbali za mbolea. Mbolea za kupandia zipo, mbolea za kukuzia zipo. Tulikuwa na changamoto kidogo ya upatikanaji wa DAP, lakini serikali imefanya jitihada za kutosha. Tumeingiza zaidi ya tani 22,000 ndani ya nchi, ambazo ndizo zinaendelea kusambazwa. Kwa hiyo tuhakikishie wanambozi, mbolea zipo za kutosha, isipokuwa ni baadhi tu ya watu wachache ambao wanazua taharuki kama mbolea haipo, wakati mbolea ipo ili waweze kujipatia manufaa.